mipaka ya majukumu baina ya mke na mume. Mume afanye kazi gani nyumbani? Je, kufua, kupika, kwenda sokoni, kusafisha na mengineo. Na mwanamke kazi yake ni ipi? Haya mambo tukiangalia muktadha mzima wa mke na mume wanavyoishi, basi ni hali ya kuangalia ya kuhurumiana. Haiwezekani majukumu atakayokuwa nayo yote mwanamke hayo, ikawa mtu yule ana majukumu ya kulea, ya kuzaa na mtoto anakuwa mwingine anakuwa katika hali ya ugonjwa, anauguza mwanamke, na yote yakamsimamikia yeye na ukapatikana utulivu na ufanisi. Kadhalika na mwanamume anahangaika na kuchuma na kutafuta riziki, halafu wakashirikiana na mke wake na watoto wake. Hii kwanza imekuwa ni katika jihadi. Ni fadhila kubwa za mtu kutoa mali yake na kila anachotoa kwa ajili ya kuhudumia familia yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule ambaye atakuwa ni bora zaidi, hodari zaidi kwa familia yake, kwa watu wake, anavyowapenda, anavyowahudumia. Huo ni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inasemekana yeye ilikuwa katika maisha yake alikuwa mpaka mwenyewe akihudumia, akitengeneza viatu vyake, akaenda kwenye kukamua maziwa kwa ajili ya kuleta nyumbani. Sasa ile swala la nyumbani halikuwa mipaka maalum, inaangaliwa hali ilivyo. Ikiwa kutakuwa na msaidizi wa kufanya kazi, alhamdulillah, hakuna tena tofauti, hakuna sio tafahum, lakini sio swala la kulengeana majukumu. Mwanamke kwa upande wake nyumbani, kazi za nyumbani ni muhimu kuzitekeleza, na hasa ni katika kumsaidia mume wake katika kuleta ufanisi wa maisha yao. Kwa hivyo hakuna mipaka maalum kwamba lazima mwanamke afanye hili au na mwanamume asipofanya basi atakuwa. Ama katika suala la usimamizi, mwanamume alipewa jukumu kwamba arijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume wamepewa jukumu la usimamizi, na kwa sababu wao ndio ambao wanahudumia, wanatoa katika mali zao. Kwa hivyo ni suala la upamoja. Suala la upamoja haiwezi kuangaliwa upande mmoja tu, na hali halisi ya familia ilivyo na katika zama tofauti. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala swala hili lilete rehma, lilete utulivu, lilete baina ya mke na mume upendo. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.